Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. George Mario Bergoglio almaarufu Pope Francis amehudumu kama papa wa kanisa la Kikatoliki la Roma kwa muda wa miaka 266 kuanzia Machi tarehe 13 mwaka wa 2013 hadi kifo chake cha Aprili Machi tarehe 21 mwaka huu. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika, papa wa kwanza wa Jesuit na papa wa kwanza asiye mzungu katika zaidi ya miaka 1200. Pope Francis alizaliwa mnamo Disemba tarehe 17 mwaka wa 1936 huko Argentina na wazazi wahamiaji wa Italia. Aliingia katika shirika la Yesu au Jesuits mwaka wa 1958 na kupata daraja la upadri mwaka 1969. Pope Francis alihudumu katika nafasi mbalimbali za kitaaluma na kiuchungaji. Hatimaye akawa askofu mkuu wa Buenos Aires mwaka wa 1998 na kuteuliwa kuwa kardinali na Papa Yohane Paulo wa pili mwaka wa 2001. Papa alichaguliwa tarehe 13 Machi 2013 baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedict wa 16. Francis alichagua jina lake la papa kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi, akionyesha kujitolea kwake kwa unyenyekevu na huduma. Upapa wake uliwekwa alama kwa kuzingatia haki ya kijamii, masuala ya mazingira na kufikia jamii zilizotengwa. Francis pia alijulikana kwa jitihada zake za kurekebisha urasimu wa Vatican na msisitizo wake juu ya huduma ya kiuchungaji juu ya ugumu wa mafundisho. Alitetea huruma kwa wahamiaji na maskini na alijaribu kuboresha mahusiano ya kidini. Hata hivyo, upapa wake ulikabiliwa na ukosoaji kwa kutoshughulikia kwa udhabiti kashfa za unyanyasaji wa kijinsia za kanisa. Papa Francis aliaga dunia Jumatatu tarehe 21 Aprili mwaka huu 2025 akiwa na umri wa miaka 88 kufuatia kuugua kwa magonjwa ya kupumua. Utata wake wa mwisho wa kiafya ulianza mnamo Februari mwaka huu alipolazwa katika hospitali ya Gemelli ya Roma akiwa na ugonjwa wa mkamba ambao uliendelea kuongezeka na kuwa nimonia maradufu. Matatizo zaidi yalijumuisha maambukizi ya njia ya upumuaji na kufeli figo zake katika hatua za awali. Licha ya dalili za awali za uboreshaji, alipata mshtuko mkali wa kifua mnamo Februari 28 na kuhitaji operesheni ya uingizaji hewa kwa njia ya mitambo. Hali yake iliendelea kuzorota hadi kifo chake. Viongozi wa kimataifa na viongozi wa kidini wamemsifu Pope Francis, wakionyesha unyenyekevu wake, kujitolea kwa haki ya kijamii na jitihada za kuziba migawanyiko ndani na nje ya kanisa. Urithi wake ni pamoja na kuzingatia upya huruma, ushirikishwaji na usimamizi wa mazingira ndani ya kanisa Katoliki. Nikiripotia makala ya Flash News, kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Esther Nikisa. Di leggere il messaggio. Preso su di sé tutto il male del mondo. This is Flash TV.